Haleluya, haleluya. Mwana wa Mungu, ninakusalimu kwa jina zuri la Bwana Yesu aliye hai. Ni matumaini yangu ya kwamba uko vizuri na Mungu anaendelea kukupigania na kukuwezesha kila itwapo leo. Ninamtukuza Mungu ambaye ameendelea kutupa neema ya kuendelea kujifunza habari za ufalme wake. Namtukuza Mungu ambaye amekupa neema na siku ya leo pate kujifunza kwa njia hii. Mungu wa mbinguni azidi kukubariki na azidi kukuinua, azidi kuifunua neema kubwa zaidi kwenye maisha yako, ili uzidi kupata maarifa ya kukusaidia katika maisha yako ya kiroho na maisha yako ya kawaida. Ninamtukuza Mungu ambaye amenipa neema ya kuendelea kukufundisha, kuendelea kuexpose neno lake kwenye masikio yako. Ni matumaini yangu ya kwamba Mungu anaendelea kukubariki na anaendelea kukutunza. Na wiki hii tunayoianza leo kuanzia tarehe 16 mpaka tarehe 19 mwezi huu wa 7, tutakuwa na semina nzuri itakayokuwa inaendelea kupitia YouTube, ambayo tutakuwa na somo linalosema nguvu ya jambo jipya. Tutajifunza kwa habari ya kitu kipya ambacho kilizaliwa kwenye maisha yako, aidha ni kibaya au ni kizuri. Tutajifunza. Ni matumaini yangu ya kwamba utanielewa vizuri na Mungu atakufundisha kwa namna ya kipekee sana. Nikuombe mtu wa Mungu, semina hiyo usikose, na Mungu akupe neema na kibali uweze kujifunza. Lakini pia tutakuwa na maombi ya Morning Glory saa 12 asubuhi, saa 12:30 mpaka saa 1:30. Atakuwa naendelea kwa njia ya YouTube, kwa njia ya live. Mungu akupe neema na Mungu akupe kibali. Lakini pia saa 4 kamili usiku tutakuwa tunaendelea na semina hiyo. Mungu akupe kibali pia uweze kujifunza. Yote hii zitafanyika kwa njia ya YouTube, na Mungu akupe neema kushiriki, na baraka za Mungu ziwe pamoja na wewe. Korabasakateria bahandeketeri baseya. Ninamtukuza Mungu ambaye ameachilia neema hii tena siku ya leo weze kujifunza mahali hapa, na Mungu ambaye amenituma kwa ajili ya kukufundisha neno, akufundishe upate kuelewa, usione baraka za Mungu kwenye maisha yako, uone uwezo wa Mungu kwenye maisha yako, uone kuvuka kwenye maisha yako katika kile kitu ambacho nitakuwa nikikufundisha kila mara. Ni maombi yangu sana kifanyike mlango wa ushindi kwenye maisha yako, kifanyike neema mpya ndani ya maisha yako. Raba sakata. Roho Mtakatifu ninakushukuru, Roho Mtakatifu ninakutukuza. Sante kwa ajili ya majira haya, sante kwa ajili ya mtu mmoja ambaye Bwana umemkusudia usiku, mchana, asubuhi na jioni kujifunza neno lako. E Bwana, ninakutukuza na kukuadhimisha kwa ajili yake. Baba, ukasimame Bwana, ukajifunue kwake ipendeza, ukajifunue kwake jemedari, katika jina la Yesu Kristo. Ninakuhitaji e Bwana, ukaonekane kwenye maisha yake, ukajifunue kwenye maisha yake. Neno lako Bwana ninalituma kwake na kwenye hatua za maisha yake. Baba, akakuone wewe, akazione baraka zako, akaone kushinda Bwana, na zaidi ya kushinda katika wewe uliyempenda, katika jina la Yesu. Baba, na wakati huu ninapoenda kufundisha neno hili, naomba Bwana Roho wako Mtakatifu aniongoze Bwana, akae pamoja nami, useme nami kwa namna ya kipekee, sema nami kwa namna ya tofauti, na mtoto wako anapoenda kusikiliza na kujifunza, e Bwana, neno hili likawe baraka na nikamsaidie kwenye maisha yake Bwana, apate kukujua na kukufahamu wewe Bwana, katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu Kristo. Bwana Yesu, ninakutukuza. Mtu wa Mungu, ninakusalimu tena kwa jina zuri la Bwana Yesu, mwana wa Mungu aliye hai. Ni matumaini yangu ya kwamba hapo ulipo umebarikiwa sana kuendelea kujifunza
mafundisho ambayo nimekuwa nikiachilia mara kwa mara kwenye YouTube hii. Ninakukumbusha tu kitu kimoja, usisahau kusubscribe katika chaneli hii, pia share na mwingine, comment na like hapo, na Mungu atakubariki na atakuinua ili uzidi kujipatia mafundisho yatakayokuwa yakiendelea zaidi na zaidi kila itwapo leo. Mungu akubariki na endelee kukutunza. Neno la leo ambalo Mungu amenipa niweze kukufundisha linasema kwamba neema ya Mungu ya kukusaidia kukataa ubaya katika maisha ya kwako. Neema ya Mungu ya kukusaidia kukataa ubaya katika maisha ya kwako. Roho Mtakatifu ninaomba atufundishe. Roho Mtakatifu ninaomba useme nasi. Roho Mtakatifu ninaomba utueleweshe. Roho Mtakatifu ninaomba utufanyie wepesi katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Neema ya Mungu ya kukusaidia kukataa ubaya katika maisha yako. Mtu wa Mungu, kuomba neema ya Mungu ya kukusaidia kukataa ubaya au kukataa uovu kwenye maisha yako ni muhimu sana. Hiyo neema uwe nayo, ni muhimu sana neema hiyo ikae ndani yako, utembee nayo ili uweze kukataa ubaya au uovu wa aina yoyote kwenye maisha yako. Ukishapata neema ya kukataa uovu, kukataa mabaya, kukataa kila aina ya nguvu za giza kwenye maisha yako, ni bora sana na itakufanya kukaa kwenye nafasi ya ushindi wa kiroho na ushindi wa mambo mbalimbali kwenye maisha yako. Yamkini kuna vitu ambavyo unapigana navyo au unapambana kuvifanikisha, lakini haujafanikisha kwa sababu neema ya Kristo juu yako imepungua. Kuna kitu ambacho umekikosa ndani yako ambacho ni neema ya kukusaidia kukataa hali ya kushindwa, kukataa hali ya kurudi nyuma, kukataa hali ya kukata tamaa. Karabasakataya, ninakuombea unapojifunza neno hili, Mungu akupe neema ya kushinda na zaidi ya kushinda katika vita ulionayo. Mungu akupe neema ya kushinda kila aina ya ubaya, kila aina ya uovu. Yamkini kwenye maisha yako umekuwa ukiona kwamba uzinzi imekuwa ni tabia ambayo umekosa na umeshindwa kuiacha. Ninakuombea kupitia neno hili, Mungu akakuachilie nguvu na kibali cha kushinda hiyo dhambi katika jina la Yesu Kristo. Haijalishi ni tabia mbaya kiasi gani, haijalishi wewe ni msengenyaji kiasi gani, neema ya Bwana ikawe juu yako ukashinde huo ubaya. Amkini umekuwa ukiwasia watu wengine mabaya, umekuwa ukiwatendea wengine mabaya, umekuwa ukiwanenea wengine mabaya. Mungu aliye hai akupe neema, akupe nguvu ya kukataa huo ubaya uliopo ndani yako, akupe neema na kibali cha kukataa huo ubaya uliopo ndani yako. Rakutarabahande keteri baseria rikatarabahonda kotora baseria kataa riko sakateria bahande ribosia kataa. Kuomba neema ya Mungu ya kukusaidia kukataa ubaya au kukataa uovu katika maisha yako ni jambo ambalo unatakiwa kutembea nalo na kulishikilia kwa asilimia kubwa, kwa sababu neema ukikosa, uwe na uhakika kwamba mara kwa mara utakuwa unaangukia pabaya, utakuwa unaanguka kwenye dhambi, utakuwa unaangukia kwenye hayo mabaya, na matokeo yake utajikuta unashindwa kuendelea mbele, utashindwa kuongezeka, utashindwa kufanya mambo yenye matokeo, kwa sababu hauna neema ya kuushinda na kukataa ubaya ambao shetani ameupandikiza kwenye maisha ya kwako. Na Mungu anaposimama pamoja na wewe, anapoachilia neema hiyo, hakikisha unaitumia vizuri. Wewe umeokoka, umempokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, umekataa ubaya ambao shetani alikuwa amekusudia kwenye maisha yako ili uweze kuingia jehanamu pamoja naye. Shetani alipokuja duniani alikusudia kukutafuta wewe na kunitafuta mimi ili aingie pamoja nasi jehanamu, lakini neema ya Yesu
kututangazia wokovu ndani yetu. Tumepata neema ya kukataa ubaya wa shetani kuingia pamoja nasi katika jehanamu ya moto wa milele. Kwa sababu hiyo, ikiwa umeokoka na umempokea Yesu kwenye maisha yako, una neema ya ushindi juu ya mpango wa giza ambao shetani alikuwa ameupanga juu yako, kuingia pamoja na wewe jehanamu na moto wa milele. Hakika ninataka nikwambie, kama umepokea neema ya wokovu, hakikisha unaishi kwenye wokovu. Usimwache Mungu, kwa sababu kwa namna ambavyo shetani amepania juu ya maisha yako, pale utakapomwacha Mungu, pale utakapoacha wokovu, amepania kuingia na wewe kwenye moto wa milele, katika ile jehanamu ya milele. Sikiliza mtu wa Mungu, ishi kwenye wokovu na neema hiyo itakusaidia kukataa ubaya ule ambao shetani ameukusudia kwako. Sio tu kuingia jehanamu, pamoja na mabaya yote, magonjwa, fitina zote, kila aina ya hatari zote alizozikusudia kwako. Kisha kuwa unaishi kwenye neema ya wokovu, hataweza kuruhusu, Mungu hataruhusu uingie kwenye mateso wala mtego wa shetani wa kuingia kwenye hayo mambo mabaya, kwenye mabaya ambayo aliyakusudia kwako. Aidha ni magonjwa, au ni hatari zozote, au ni kafara, au ni namna zozote za giza, na Mungu akakupe neema. korabasakatai rikatarabakusheketeria baseria abranda sakateri bahande keteri baseria orabakataya bahande keteri basaya. Katika kitabu cha Tito, waraka wa Paulo mtume kwa Tito, waraka wa Paulo mtume kwa Tito, sura ile ya 2 na mstari wa 11 na mstari wa 12, Biblia inazungumza mambo ya msingi ambayo tunapaswa kujifunza kwa habari ya neema inayotusaidia kukataa ubaya. Waraka wa Paulo mtume kwa Tito, sura ya 2 mstari wa 11, Biblia inasema, maana neema ya Mungu iwaokoayo wanadamu wote imefunuliwa. Neema inayozungumzwa kwamba imefunuliwa, ile inayookoa wanadamu, hapa anazungumzwa Yesu Kristo peke yake. Yesu Kristo aokoaye wanadamu. Ni neema ambayo kwetu sisi imefunuliwa. Yeye aliyefunuliwa kwa ajili ya kutuokoa amekuja kwenye maisha yetu kwa sura ya neema. Kwa hiyo neema ambayo Mungu aliifunua kwetu, neema ya upendo, kumtoa mwana wake wa pekee, ili sisi tukimwamini tuwe na uzima wa milele. Pale shetani anaposema hawa watu wapite kwenye mauti ya milele, Mungu akasema hapana, ninaifunua neema ya Yesu Kristo kwenye maisha ya hawa watu ili wapate uzima wa milele. Kwa hiyo Paulo mtume kwa Tito anasema ya kwamba neema iwaokoaye wanadamu imekwisha kufunuliwa, nayo ni neema hiyo ni Yesu Kristo. Kufa kwa Yesu msalabani kulitangaza neema ya ushindi juu ya maisha yetu. Tukashinda mauti kwa njia ya ushindi wa Yesu msalabani. Tukashinda magonjwa yanayotokana na nguvu za giza kwa njia ya msalaba. Tukatangaza neema ya uponyaji kwa njia ya msalaba. Kwa hiyo hatupo chini ya sheria ya mauti ya milele, bali tupo kwenye sheria ya uzima wa milele ambayo haitufungi kwa namna yoyote ile. Kwa hiyo neema ya uzima imekwisha kufunuliwa, neema ya ushindi imekwisha kufunuliwa, neema ya kukataa ubaya imekwisha kufunuliwa, neema ya kukataa mauti ya milele imekwisha kufunuliwa. Korabasakatai na mstari ule wa 12 anasema, nayo yatufundisha kukataa ubaya, nayo yatufundisha kukataa ubaya
na tamaa za kidunia. Yatufundisha kukataa ubaya na tamaa za kidunia. Neema ya Kristo iliyofunuliwa kwetu inatufundisha kukataa tamaa za kidunia, inatufundisha kukataa mabaya. Wewe umekuwa yamkini ukitamani mali nyingi, umekuwa ukitamani kumiliki magari, kumiliki majumba makubwa ya kifahari, umekuwa ukitamani kuwa kwenye nafasi kubwa za kiuongozi. Nataka nikwambie ya kwamba unaweza ukawa na neema kubwa ya uongozi, lakini usipotembea kwenye neema ya Kristo, uwe na uhakika kwamba unaweza ukaingia kwenye uongozi na ukajutia kuingia kwenye uongozi. Unaweza ukawa na neema ya mafanikio makubwa, ya kumiliki mali nyingi, kumiliki magari makubwa, lakini kama hauna neema ya Kristo ndani yako, isipofanya kazi hiyo neema ya Kristo ndani yako, uwe na uhakika unaweza ukawa na gari na gari likakuua lenyewe na kwako mwenyewe, likakuua wewe na familia yako. Unaweza ukawa na nyumba yako ukaishi hauna amani ndani yake. Unaweza ukawa na mke, lakini mke asiwe na furaha kuwa na wewe, wala wewe usiwe na furaha kuwa na yeye. Hakikisha kwamba kila jambo ambalo linafanikiwa kwenye maisha yako linafanikiwa chini ya neema ya Bwana. Hapo utastahimili, hapo utastawi, hapo utastahimili, wala shetani hataweza kutetemesha maisha ya kwako ya leo wala ya kesho. Neema iliyofunuliwa kwetu inatufundisha kukataa ubaya na kukataa tamaa za kidunia. Usiwe na tamaa ya kuwa na mali nyingi. Kama hauna neema ya Mungu, tamaa hiyo itakuwa na itakuangamisha. Rikatarabakusa kateria rikatarabahandi keteri baseria katai ribakusa mahandi ribadusa katai. Neema ya Bwana ikawe juu yako. Neema ya Bwana iliyofunuliwa ikawe juu ya maisha yako. Neema ya Kristo iliyofunuliwa ikawe juu ya maisha yako. Rikatarabahande anaendelea kusema, yatufundisha nayo yatufundisha kukataa ubaya na tamaa za kidunia, tupate kiasi tupate kuishi kwa kiasi na haki na utauwa katika ulimwengu huu wa sasa. Ulimwengu tulionao tunahitaji kuishi kwa haki, tunahitaji kuishi tukiwa na kiasi katika mambo yote. Yale ya kiroho tuyape kipaumbele, lakini yale ya duniani tukayape kiasi. Ninamtukuza Mungu kwa ajili ya Bishop na Dr. Josephat Gwajima. Yule mtumishi ni mtumishi wa Mungu, lakini pia ni mwanasiasa. Mambo ya siasa anayafanya kwa kiasi, lakini ameyapa kipaumbele mambo ya Mungu. Tafsiri yake anaishi kwa kiasi. Wewe usipoishi kwa kiasi, uwe na uhakika kwamba kuna mambo utayafanya yatamuondoa Mungu kwenye nafasi. Kuna mambo ukiyapa kipaumbele yatamuondoa Mungu kwenye nafasi. Kama yatamuondoa Mungu kwenye nafasi, uwe na uhakika kwamba maisha yako yatabaki dilema, hayatakuwa na mtu wa kuyapushi katika ulimwengu wa roho. Kwa hiyo neema ya Kristo iliyofunuliwa inatufundisha kukataa ubaya, kukataa mambo ya kidunia ambayo yanajenga fitina kati yetu sisi na Mungu, lakini pia inatusaidia kuishi maisha ya kiasi kwenye yale mambo ya duniani. Kama ni mapenzi, Mungu ametupa kiasi, ndio maana akasema tuoe na kuolewa. Kwa sababu hiyo ya kupasa wewe, kama wewe ni wa kiume au wewe ni wa kike, wewe uliye wa kiume uoe na wewe wa kike uolewe. Hapo uishi kwa kiasi, mambo yote uyatende kwa kiasi. Watu wengine ambao wanaishi kwenye mahusiano, leo yupo huyu kwenye maisha yake, tena kesho yupo na huyu kwenye maisha yake. Haya mambo hayafanyi kwa kiasi. Nataka nikwambie, unapoamua kuingia kwenye ndoa ukatulia na mwenza wako mmoja, tayari umejiweka kwenye nafasi ya maisha ya kiasi. Rikata mahande ribadusha kata
Amahandi keteri basiria katai. Neema ya Mungu ikawe juu yako. Tuishi kwa haki, tenda haki katika kila jambo, fanya kwa haki kila jambo unalolifanya, tenda kwa haki kila neno unalolitenda, fanya kwa haki, fanya kwa kiasi. Tuige kwa watu waliotutangulia katika maisha ya kiroho na ya kuishi kwa kiasi. Nimetolea mfano wa Dr. na mchungaji na Bishop Josephat Gwajima. Yule ni mwanasiasa na ni mtumishi wa Mungu. Mambo ya Mungu ameyapa kipaumbele, mambo ya duniani anayafanya kwa kiasi. Kwa hiyo hakikisha unaishi maisha ya kiasi, na Mungu akusaidie na akupe neema hiyo. Rikatarabahande. Lakini anasema na utaua katika ulimwengu huu wa sasa. Na utaua maana yake uishi maisha ya utakatifu, maisha ya kumpendeza Mungu katika ulimwengu huu wa sasa. Tupo kwenye nyakati za mwisho ambazo ulimwengu wa leo umebadilika. Kila mtu anafanya anachojua yeye, anatenda anayoyajua yeye. Kwa hiyo Mungu atupe kiasi na kuishi maisha matakatifu ya kumpendeza yeye katika ulimwengu huu tulionao. Tukishaishi maisha ya kwetu bila kumpendeza Mungu, tunaondoka kwenye neema ya kutusaidia kukataa ubaya. Kwa hiyo ukiishi maisha ya utaua, kuna tabia hautakuwa nazo, kuna tabia utaziacha, kuna mambo hautayafuatilia, kuna mambo hautayapa kipaumbele, kuna mambo hautayasimamia kwenye maisha yako, kuna marafiki hautakuwa nao, kuna watu hautaweza kuambatana nao kwenye maisha yako, kwa sababu maisha yako yamekupa neema ya kukataa ubaya. Kuna watu ni wabaya kwenye maisha yako, kuna watu wanakuasia yasiyofaa kwenye maisha yako. Kwa hiyo hakikisha unaishi kwenye nafasi ya neema ya Mungu ya kukusaidia kukataa na kujitenga na kila aina ya ubaya, ili uwe salama wewe na vizazi vyako. Korabahandiketeribaseria. Mambo mawili ya kuzingatia, mambo mawili ya kuzingatia kwenye maisha yako, mambo mawili ya kuzingatia kwenye maisha yako ili neema ikusaidie kukataa ubaya. Jambo la kwanza anasema tunaokolewa kwa neema kutoka katika vifungo vya giza na kila aina ya ubaya kwa neema ya Kristo Yesu. Tunaokolewa kwa neema kutoka katika vifungo vya giza na kila aina ya ubaya. Kwa sababu hiyo, kama tunaokolewa kwa neema kutoka kwenye vifungo vya giza na kila aina ya ubaya kwenye maisha yetu, tunahitaji neema ili tuokolewe sawasawa, maisha yetu yaokolewe sawasawa. Tunahitaji neema ili tabia zetu zifutwe sawasawa, dhambi zetu zifutwe sawasawa, tuokolewe kwenye vifungo vya giza sawasawa. Tunahitaji neema. Hilo ni jambo la kwanza. Tunaokolewa kwa neema kutoka kwenye vifungo vya giza na kila aina ya ubaya katika yeye aliyetupenda. Hakikisha maisha yako yote unategemea neema ya Kristo kwenye maisha yako. Usiinue mabega. Kuna wimbo mmoja umetoka juzi unasema Mungu ana watu wengi, usiinue mabega. Kwa hiyo ukiinua mabega unakuwa upo nje ya neema ya Kristo. Hakikisha unaishi kwenye neema ya Kristo ili uwe salama na Mungu ajitukuze kwa sababu yako, na Mungu ajiinue kwa sababu yako. Kishajiinua, Mungu anaachilia mapigo kwako, anaruhusu mapigo ya kupate. Kwa hiyo hakikisha neema ya Mungu haipungui juu yako. Tafuta neema ya Mungu kwa maombi, kwa kusoma neno. Tafuta neema ya Mungu kwa kila namna, na Mungu ataachilia kibali na uweza usio wa kawaida juu yako. Rabakutarabahandiketeribaselia. Jambo la pili, tunashinda vita ya ubaya kwa neema itokayo kwa Mungu. Tunashinda vita ya ubaya kwa neema itokayo kwa Mungu. Kwa hiyo ili uweze kushinda vita yoyote inayoendelea kwenye maisha yako,
unahitaji neema ili uweze kushinda ubaya wa ndugu zako, ubaya wa watu wa aina yoyote wanaokuzunguka. Unahitaji neema ya Mungu ili uweze kushinda ubaya wa namna yoyote kwenye maisha yako. Hakikisha neema ya Mungu inakuwa juu yako. Rikatarabahandeketeria, ninakuombea huko kazini kwako, ninakuombea kwenye biashara yako, ninakuombea kwenye familia yako, ninakuombea kwenye shughuli zako za aina zote. Mungu akupe neema ya ushindi katika jina la Yesu Kristo. Ubaya wote uliokusudiwa kwenye maisha yako usikupate. Mabaya yote yaliyokusudiwa kwenye maisha yako yasikupate tangu sasa. Korabasanda kateria baderia baseria abrandusa niribadusa kateria, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Korabahande keteri baseria amande keteri bahonda rabasai, katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu Kristo. Hatuwezi kuomba ipasavyo, hatuwezi kuomba ipasavyo bila kuwa na neema ya kusaidiwa na Roho Mtakatifu. Hatuwezi kuomba ipasavyo bila kuwa na neema ya kusaidiwa na Roho Mtakatifu. Hakikisha unapoomba, hakikisha unaomba kwa sababu una neema ya Kristo ndani yako. Tembea katika maombi kwa njia ya neema na Roho Mtakatifu atakusaidia. Roho Mtakatifu atakupa neema ya kushinda na zaidi ya kushinda. Kora mahande keteria baseria. Mimi siwezi kuomba na kunena kwa lugha kama Roho Mtakatifu hajasimama kunisaidia ndani yangu. Neema ambayo ipo ndani yangu ni kwa sababu Roho Mtakatifu amekaa ndani yangu na ananisaidia hata kutamka maneno ambayo wewe huwezi kuyatamka, hata kufundisha kama hivi vile ambavyo wewe huwezi kufanya. Ni vile tu neema ya Mungu iliyopo ndani yangu imeruhusu utendaji wa Roho Mtakatifu ndani yangu. Kitabu cha Warumi sura ya 8, Warumi sura ya 8 mstari wa 26. Warumi sura ya 8 mstari ule wa 26 hadi ule wa 28. Warumi sura ya 8 26 mstari ule wa 26. Warumi sura ya 8 mstari wa 26 hadi wa 28. Biblia inasema, kadhalika Roho naye utusaidia udhaifu wetu. Kadhalika Roho naye utusaidia udhaifu wetu. Kwanza hapo zingatia, wewe na mimi tuna udhaifu ambao Roho Mtakatifu ana kazi ya kutusaidia. Udhaifu huo usichukue nafasi. Wewe una udhaifu fulani, Roho Mtakatifu anakusaidia. Mimi ninaposimama kukufundisha, kuna udhaifu ambao niko nao, Roho Mtakatifu ananifichia huo udhaifu, wewe usiweze kuuona. Ndio maana niko hapa ninakufundisha pamoja na madhaifu nilionayo. Na wewe madhaifu ambayo uko nayo, hakikisha Roho Mtakatifu yupo ndani yako ili kukusaidia. Ruhusu awe msaidizi wako kwenye udhaifu ulionao. Kadhalika Roho naye utusaidia udhaifu wetu, kwa maana hatujui kuomba jinsi ipasavyo, lakini Roho mwenyewe kutuombea kwa kuugua kusikowezekana kutamkwa. Maana yake nini? Pale ambapo siwezi kutamka mambo yangu, Roho Mtakatifu hunisaidia kutamka. Kuna maombi ambayo siwezi kuyaomba, yeye hutuombea kwa kuugua kusikowezekana kutamkwa. Yeye anasogea mbele za Mungu, anatuombea, anachokifanya anakuja kutafasiri ndani yetu ili tupate kuelewa. Ndio maana unaweza ukakuta mtu ameshindwa kuomba kawaida, ananena kwa lugha. Yule anakuwa anazungumza na Mungu mambo ya siri ambayo ameshindwa kuyaomba kwa namna ya kawaida. Kwa hiyo hakikisha kwenye maisha yako Roho Mtakatifu anakuwa rafiki, anakuwa karibu yako, anakuwa mtu wa kwanza au roho ya kwanza ya kuzungumza na wewe pale ambapo unahitaji msaada wa Mungu. Hakikisha Roho Mtakatifu yupo ndani yako, kwa sababu yeye ndiye msaidizi na ndiye mwombezi wako pale unaposhindwa kutamka. Korabahande keteli baselia aramahande ribasike tarabakusha katai
Nguvu za Mungu zikawe juu yako. Nguvu za Mungu zikawe juu yako. Msaada wa Mungu ukawe juu yako. Roho Mtakatifu akawe juu yako, akakusaidie kuomba, akakusaidie kutamka, akakuombee kwa kuugua kusikowezekana kusemwa, akakuombee katika jina la Yesu. Ninakuombea hiyo neema, ninakuombea hiyo neema. Korabasakateria bahande bradosa kata rikanda rabakuse keteri bahande abrando sande keteri baseria abrando kosakataya ama kaseria bakateria bahande abrando sakataya kateri baseria korabasakataya rikanda rabakuse keteri bahande koribasaya mahande rabadusa. Na mstari wa 27, mstari wa 27 Biblia inasema, na yeye alichunguza mioyo, aijua nia ya roho ilivyo. Yeye Roho Mtakatifu anachunguza moyo wako, anachunguza kuangalia unahitaji nini, moyo wako unahitaji nini kwa wakati huo. Anaingia ndani yako, anachunguza. Roho Mtakatifu anachunguza leo hii unahitaji Mungu akufanyie nini. Roho Mtakatifu anachunguza leo hii umesoma neno na umeomba kiasi gani juu ya hilo jambo, anachunguza. Kwa hiyo anapochunguza yaliyopo ndani yako, anaachilia tafsiri juu ya kile unachokihitaji na majibu ya Mungu aliyoyaachilia ndani yako. Korabasakataya bahande keteri baseria. Ninakuombea katika jina la Yesu, Roho Mtakatifu achunguze ndani yako na akupe haja ya moyo wako, na ni aijua nia ya roho ilivyo, kwa kuwa huwaombea watakatifu kama Mungu apendavyo Mungu. Maana yake nini? Mungu anavyotupenda na anavyopenda sisi tufanikiwe, anavyopenda sisi tuinuliwe, anavyopenda sisi tuimalike, ndivyo hivyo Roho Mtakatifu amepewa ruhusa ya kutuombea sisi. Kama vile Mungu anavyopenda sisi tuwe, ndivyo Roho Mtakatifu amepewa kibali cha kutuombea kama vile Mungu apendavyo kwenye maisha yetu. Kwa hiyo vile ambavyo Mungu anapenda wewe uwe, ndivyo Roho Mtakatifu anakuombea. Kama wewe mtakatifu uliyempokea Kristo, kama wewe mtakatifu uliyepokea imani ukapokea wokovu ndani yako, Mungu amependa maisha fulani uyaishi, na ndivyo hivyo Roho Mtakatifu amepewa kibali na neema ya kukuombea wewe. Korabasakateria bahande bradosa anda kotarabakateria baseria, katika jina la Yesu Kristo. Ukimpenda Mungu anakupa nafasi, anakupa nafasi. Ukimpenda Mungu ukampa Roho Mtakatifu nafasi ndani yako, atafanya kazi pamoja na wewe. Ukimpa nafasi Roho Mtakatifu ndani yako, na Mungu anafanya kazi pamoja na wewe. Kisoma mstari wa mwisho wa 28 katika Warumi 8 mstari wa 28, Biblia inasema hivi: nasi twajua ya kuwa katika mambo yote Mungu hufanya kazi pamoja na wale wampendao, katika kuwapa mema, yaani wale walioitwa kwa kusudi lake. Maana yake nini? Anaachilia mema ndani yako, anaachilia mazuri ndani yako, anaachilia ushindi ndani yako. Wao wampendao Mungu anaachilia neema, anaachilia uweza, anaachilia kibali, anaachilia kuinuliwa, anaachilia kufanikiwa, anaachilia kupiga hatua. Pale uliposhindwa, Mungu anaachilia neema, anaachilia uwezo usio wa kawaida kwenye maisha yako. Korabahande keteli baseria kataya. Nauliza rehema zako Bwana, nauliza nguvu zako kwa ajili ya mtu mmoja. Baba akupende, akujue wewe, akufahamu Bwana. Watu wa ulimwengu huu, watu wa mataifa wapate kuokoka Bwana, wakujue jemedari, wakufahamu Bwana, wakufahamu jemedari. Naomba neema ya kukutana nao ili niwasimulie matendo makuu ya kwako, wakujue Bwana, wakufahamu jemedari. Korabahande keteri baseria abrandu sakateria bahande, katika jina la Yesu Kristo Mungu aliye hai. Korabasakata rikatarabahande keteri baseria
abrandu sakata korabasakateria bahande korabasiria bahande. Neema ya kujua ubaya uliopo ndani yako au dhambi iliyopo ndani yako, kukataa na kujua, itakusaidia kukataa na kujua na kujitenga mbali na huo uovu au ubaya uliopo ndani yako. Neema ya kujua ubaya uliopo ndani yako au kujua dhambi iliyopo ndani yako itakusaidia kukataa hiyo dhambi au ubaya uliopo ndani yako. Kisha kuwa na neema ya kujua kwamba hiki ninachokifanya ni dhambi, haya mawazo ninayowaza ni mabaya, hayafai na sio type yangu, itakusaidia kujitenga mbali na hayo mambo yasiyofaa. Sikiliza, kuna mtu ambaye ni msengenyaji na hajui kama ni msengenyaji kwa sababu hajakutana na mafundisho yanayoeleza kwa habari ya usengenyaji. Kuna mtu ambaye ni mzinzi na haelewi kwa habari ya uzinzi kwa sababu hajakutana na mtu anayefundisha kwa habari ya uzinzi. Kuna mtu ambaye ni mwizi na haelewi kuwa wizi ni dhambi na ni tabia chafu kwa sababu hajakutana na habari za Mungu zinazoeleza kwa habari ya dhambi ya wizi. Kwa hiyo Mungu akikupa neema ya kujua kwamba jambo lolote ambalo ni baya unalolifanya kuwa halifai, hiyo neema, mshukuru Mungu kwa sababu kuna wengi hawana hiyo neema, na itakusaidia kukataa ya mambo yasiyofaa kuendelea kwenye maisha yako. Itakusaidia kujitenga mbali na hizo tabia zisizofaa. Ninakuombea katika jina la Yesu, Mungu akakupe neema ya kujua tabia ulizonazo ya kuwa ni njema au ni mbaya. Ninakuombea katika jina la Yesu, Mungu akakusaidie kujua ya kwamba mawazo unayoyawaza ni mabaya au ni mema kwenye maisha yako. Ninakuombea katika jina la Yesu upate kujua ya kwamba njia unayoiendea ni nzuri au ni mbaya kwenye maisha yako. Mungu akakusaidie katika jina la Yesu. Roho Mtakatifu ukatusaidie. Roho Mtakatifu katupe hiyo neema. Roho Mtakatifu katupe hiyo neema. Korabasakataya ria mahane keteri baseria apando sakateri baseria katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu Kristo Mungu aliye hai. Warumi sura ya 6 mstari wa kwanza na wa pili. Warumi sura ya 6 mstari wa kwanza na wa pili. Paulo anasema kwamba tuseme nini basi? Tudumu katika dhambi ili neema izidi kuwa nyingi? Je, ni sahihi tuzidi kutenda dhambi? Ni sahihi tuendelee kuishi maisha ya uovu? Ni sahihi tuendelee kuishi kuwa na tabia zisizofaa ili neema ya Mungu izidi kuwa nyingi? Hili ni swali ambalo napaswa kuliuliza, lakini Paulo alijibu akasema hasha. Maana yake hapana, hatupaswi kuishi kwenye hizo tabia, hatupaswi kuishi kwenye hayo mambo. Hasha, sisi tulioifia dhambi tutaishije tena katika dhambi? Sisi tulioifia dhambi, kitendo cha mimi kuacha uovu, kupokea wokovu, kuanza kumtumikia Mungu, mimi nitaendeleaje kuishi kwenye uovu kwa sababu tu ya neema ya Mungu iliyopo? Nitaendeleaje kuishi kwenye dhambi kwa sababu ya tu ya neema iliyopo ambayo Mungu amekusudia au ameiachilia kwangu? Hapana, hiyo haitafaa na haitastahili. Hatutastahili kuishi kwenye hayo mambo yasiyofaa. Hatutastahili kuishi kwenye uovu. Hatutastahili kuishi kwenye mambo ya dunia. Tunastahili kuishi kwenye utakatifu na utaua ambao Mungu amekusudia. Tukimpendeza yeye, tukiishi kwenye mambo yasiyofaa, tunajitenga mbali na neema ya Mungu. Tunajitenga mbali na upendo wa Mungu. Tunajitenga mbali na shuhuda na
ahadi za Mungu alizotukusudia kwenye maisha yetu. Nataka nikwambie ya kwamba, mtu wa Mungu, hatutapaswa kuendelea kutenda kama watu wa mataifa ikiwa tumetangaza kwamba tumempokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Hatutapaswa kuendelea kutenda kama watu wa mataifa ambao hawamjui, bali tutende kama watu watakatifu wa Mungu, ambao tukitenda, watu wengine wasiomjua Mungu kupitia sisi wataweza kujifunza na kupokea wokovu wakafanana na sisi. Mtu wa Mungu, mahali popote unapoishi au mahali popote unapotembea, hakikisha unakuwa kioo cha wokovu uliopo ndani yako. Neema ya Mungu ambayo Mungu ameiachilia kwako isiwe bure, bali ikawe msaada kwa ajili ya watu wengine ambao hawamjui Mungu, ambao hawamtambui Mungu. Kwa namna hiyo utaweza kufanyika baraka kwenye familia ya kwako, utafanyika baraka kwenye jamii inayokuzunguka. Na kizazi cha leo kimepotea sana, kimemezwa na teknolojia, kimemezwa na mambo yasiyofaa, kimemezwa na tabia zisizofaa. Ili tuweze kukikomboa, lazima tusimame sawasawa kuitetea neema ambayo Mungu ameiachilia ndani yetu, kutetea wokovu ambao Mungu ameiachilia ndani yetu. Kristo alikubali kufa msalabani ili mimi na wewe tuokolewe kwenye dhambi. Kwa hiyo hatutastahili kuendelea kutenda dhambi kwa sababu ya neema ya Mungu kuwa nyingi juu yetu, bali tutaendelea kutenda mambo matakatifu ya kumpendeza Mungu kwa sababu ya utukufu wa Mungu. Korabasakateria bahande abradosakateria bahande keteria baseya. Katika jina la Yesu Kristo ninakuombea, katika jina la Yesu ukasimame vizuri kwenye nafasi ambayo Mungu amekupa, ukatende vizuri na utukufu wa Mungu ukaonekane juu yako. Rapako sakatiria apandu sakatiri basiria, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mwana wa Mungu uliye hai, ninakutukuza e Bwana, ninakutukuza jemedari, ninakutukuza e Bwana kwa ajili ya mtu mmoja. Ninaomba neema yako Bwana, ninakataa ubaya kwenye maisha yake Bwana, ninakataa kila aina ya ubaya Jehova, aina ya uovu ndani yangu. Ninakataa Bwana mawazo mabaya, mawazo yasiyofaa, mawazo mabaya yanayonitenganisha na uwepo wako Bwana na nguvu zako Jehova. Ninakataa kwa jina la Yesu, yawe ni mawazo ya uzinzi kwenye maisha ya mtu mmoja. Ninakataa Bwana, yawe ni mawazo ya dhambi kwenye maisha yetu Bwana. Ninakataa kamanda korabasakatiria bahandi abadosakataya. Nauliza neema Bwana, nauliza nguvu zako, nauliza uwepo wako, nauliza uwepo wako na nguvu zako kamanda korabasakatiria abandosakatiri basiria, katika jina la Yesu. Madhabahu ya giza iliyopanda uovu na mabaya ndani yangu na kwa mtoto wako, ninafuta e Bwana hayo mabaya, ninaivunja na hiyo madhabahu kwa damu ya Yesu. Madhabahu za kafara, madhabahu za giza, madhabahu za kuzimu, madhabahu za kichawi, madhabahu za mapepo, madhabahu za majini, ninazikataa Bwana. Ndani yangu ipendeza na ndani ya mtu mmoja. Korabasakataya korimahandeketeria abrandoseketeri basiria aramahandeketeria wasaya arabakutarabahandi abrandusakateria bahandi, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Mungu uliye hai, ninauliza uwepo wako, ninauliza nguvu zako, ninauliza uwepo wako, ninauliza nguvu zako kwa ajili ya mtu mmoja, kwa ajili ya mtu mmoja. Nauliza uwepo wako, nauliza nguvu zako, nauliza uwepo wako, nauliza nguvu zako. Korabasakataya abandise
keteria mahandi abrakusakataya. Nauliza uwepo wako na nguvu zako e Bwana, nauliza uwepo wako na nguvu zako Bwana. korabahandi keteria abranduse keteri baseria amakataya handi keteri baseria, kwa jina la Yesu, kwa mamlaka ya jina lako. Ubaya kwenye huduma Bwana, ubaya wa kila namna kwenye maisha ya kwangu na watoto wangu Bwana, kila aina ya ubaya inakataa Jehova. Nguvu za giza zimekusudia mabaya ndani yangu e Bwana, inakataa Jehova juu yangu e Bwana, na watoto wangu na kanisa lako na familia yangu inakataa Bwana, inakataa Bwana. korabahande keteria abrando seketeri baseria, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu, nauliza uwepo wako, nauliza nguvu zako, nauliza uwepo wako, nauliza nguvu zako kwa mamlaka ya jina lako, nauliza e Bwana na nguvu zako kamanda. Baba usipungue, ninakutumainia wewe katika kila hatua Bwana, ninakutumainia wewe. korabahande keteria abradusa kataya, kwa jina la Yesu, kwa mamlaka ya jina lako e Bwana. Sante Mungu Roho Mtakatifu, sante Bwana Yesu kwa uweza wako, sante Bwana Yesu kwa nguvu zako. Mungu umeinuliwa juu ya mataifa yote, umeinuliwa Bwana juu ya mataifa yote, umetukuzwa Bwana juu ya mataifa yote. Pokea sifa, utukufu, heshima na adhamu. Pokea utukufu, sifa, heshima na adhamu, maana umeinuliwa juu ya mataifa yote, umeinuliwa juu ya mataifa yote. korabasakataya bahandi abrandu zeteri baseria korabasakataya, na nguvu zako e Bwana, na nguvu zako jemetari rika ya bahandi keteri baseria. Ninauliza neema yako Bwana ya kufikia watu wengi kiinjili. Naomba neema yako Bwana ya kuwahubiria mataifa yote katika ulimwengu huu. Naomba neema yako Bwana ya kuwafikia watu katika mataifa mbalimbali. Ninaomba neema yako e Bwana, huduma ya ufalme wa Mungu duniani ikawafikie watu wa mataifa yote, ikawafikie watu wa mataifa yote. rikatarabahandi keteria, kila mawazo mabaya wanaoniwazia watu wengine Baba isifanikiwe, mawazo yao yasifanikiwe. Neema yako ikawe juu yangu, neema yako ikawe juu yangu, neema yako ikatembee nami Bwana, baraka zako zikatembee nami. Ninaomba kibali chako Bwana, ninaomba nguvu zako kamanda, ninaomba uweza wako Bwana, naomba uweza wako Bwana. korabasanda katiria rika ya bahandi ketiri baseria, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, ninauliza uwepo wako, ninauliza na nguvu zako, ninauliza na nguvu zako. Asante Bwana Yesu, asante kwa ajili ya siku ya leo, asante kwa ajili ya mafundisho, asante kwa ajili ya kila mmoja atakayempa neema ya kujifunza katika somo hili. Mungu, ninaomba mkono wako ukawe pamoja naye, kampe kuelewa, kampe kufahamu, kampe kupiga hatua, kamjaze neema yako. raba kusanda kateri baseria ara kushamahandi rikateri baseria, katika jina la Yesu Kristo. Baba na kateri mahandi ribaseketeri baseria, katika jina la Yesu Kristo. Mungu, ninakutukuza e Bwana. Baba, ninakutukuza jemedari, ninakuadhimisha Baba yangu, ninakutukuza Ebeneza, ninakutukuza e Bwana, ninakutukuza jemedari, ninakutukuza kamanda, ninakutukuza mfalme wa amani, ninakuadhimisha e Bwana, ninakuadhimisha mfalme, ninakuadhimisha e Bwana, ninakuadhimisha mtakatifu, ninakuadhimisha e Bwana. Mungu, chukua nafasi ndani yangu,
chukua nafasi ndani yangu Baba. Mawazo yangu ya kuelekea wewe Bwana, mawazo yangu jemedali ya kufanane na wewe Bwana. Korabasakataya mahande rikatarabahande ketiribaseria karabakusha kataya bahando koribasia mahande keteria. Katika jina la Yesu Kristo inauliza uwepo wako Bwana, inauliza na nguvu zako, inauliza uwepo wako Bwana, inauliza na nguvu zako, inauliza na nguvu zako katika jina la Yesu Kristo. Baba, usipungue Bwana, ongezeka ndani yangu Bwana, ongezeka ndani yangu jemedari, ongezeka ndani yangu mtakatifu, ongezeka ye Bwana, ongezeka jemedari, ongezeka kamanda rikatarabadusa rikaya mahande keteria abrandusi keteribaseria katika jina la Yesu. Baba, ninakusihi ongezeka ndani yangu e Bwana, ongezeka ndani yangu e Bwana, ongezeka kwenye masomo yangu, ongezeka e Bwana kwenye huduma yangu, ongezeka Bwana kwenye uchumi wa kwangu e Bwana, ongezeka jemedali. Ukiongezeka wewe Bwana, mimi sitakuwa wa kawaida, sitapungua e Bwana, bali nitakaa kwenye nafasi ya utukufu wako e Bwana. Ongezeka ndani yangu, ongezeka kamanda, ongezeka e Bwana, ongezeka kwenye maombi yangu, ongezeka kwenye kufundisha na pokuwa nikifundisha, ongezeka e Bwana, ongezeka kamanda, apostolic power ndani yangu e Bwana, iongeze jemedali, iongezeke Bwana, apostolic power arabakusakataya rikandiriketeribaseria korabahandiketeribasaya katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu Kristo. Mwezi wa 7 Bwana, nikutane na kicheko. Mwezi wa 7 Bwana, nikutane na neema yako. Mwezi wa 7 Bwana, nikutane na baraka zako, nikutane na uweza wako rabakundakateribaseria katika jina la Yesu. Baba, fanya wepesi Bwana juu ya mambo yote ambayo yako mbele yangu e Bwana, kwa ajili ya utukufu wako, kwa ajili ya jina lako. Fanya wepesi e Bwana, tenda kwa wepesi jemedari rababandakateria rikasakataya bahando abradosakataya. Nauliza uwepo wako, ninaomba kazi ambayo Bwana itaniingizia kipato. Mungu wa mbingu na nchi, ninaomba hiyo kazi, ninaomba hiyo kazi Bwana, ukaiachilie kwangu, ukanichalie hiyo kazi, ukanichalie hiyo kazi ambayo Bwana itanisaidia niendelee kukutumikia, niendelee Bwana kufanya ibada za namna hii na kuwasaidia watu wengine. Baba, ninaomba hiyo kazi, ninaomba hiyo kazi Bwana ambayo haitanifunga kuacha kukutumikia Bwana. Rikatarabahandi abratusha kataya, ninaomba msaada wako Baba, ninaombea malango ya kiwanda cha pamba e Bwana, ninaombea ipendesha. Naomba unipe kazi hapo, naomba unipe nafasi hapo, naomba unipe nafasi hapo kwa damu ya Yesu Kristo. Naomba unipe nafasi Bwana kwenye namna ambayo wewe Bwana itakupendeza, namna isiyo ya kawaida. Naomba Bwana majeshi, ninakuhitaji Bwana, peke yangu siwezi, peke yangu siwezi Bwana. Ninahitaji fedha, ninahitaji uchumi mzuri ili kuendesha huduma, ili kufanya kazi yako vema. Rapasataya rikateleketeria aprandosakateria kwa jina la Yesu. Nauliza uwepo wako, nauliza na nguvu zako, nauliza e Bwana, mahali hapa peke yangu siwezi e Bwana, peke yangu siwezi. Asante Bwana Yesu, asante kwa neema yako, asante kwa uweza wako. Mungu, najikabidhi kwako na usiku, asubuhi, mchana na jioni. Baba, wewe ni mwema katika yote. Ninakushukuru yaliyo mema, yaliyo mabaya, ninakushukuru kwa damu ya Yesu Kristo. Amen.